tafunio kulikuwa kama unyanyasaji wa wafanyakazi. Kim Mi-kyung alishangaa alipoona ujumbe ulitumwa kwa makosa kwa kikundi kikuu cha mazungumzo ambacho kilijumuisha So Baek-ho. Kila mtu alitetemeka walipogundua So Baek-ho naye alikuwa akiangalia simu yake. Akiona hili, Kim Mi-kyung aliharakisha mbele, akaishika simu ya So Baek-ho na akakimbilia choo kufuta ujumbe. Alirudisha simu kwa So Baek-ho, akidai alifikiri ilikuwa yake. Kurudi kwenye mkutano, wafanyakazi walipopendelea kuwa kompyuta ya So Baek-ho inaweza kuwa na programu ya mazungumzo, Kim Mi-kyung aliruka kwenye ofisi ya So Baek-ho, akimfunga nje. Hata hivyo, hakujua nywila ya kompyuta na hakuweza kuifungua. Kwa kujikakamua, alimuuliza So Baek-ho nywila. Akidai anahitaji sekunde 10 tu kwenye kompyuta yake, So Baek-ho alimlaumu aondoke mara moja. Kim Mi-kyung alidanganya, akisema alikuwa amemlaani katika kikundi kidogo cha mazungumzo na kwa bahati mbaya akatuma kwa kikundi cha kampuni nzima. Alikuwa amehofia majibu yake na alitaka kuyafuta. Kwa uchoyo, So Baek-ho alisema hakujali maoni yake, na kama hawezi kuzingatia kazi, bora afute. Aliingiza nywila na akamwacha Kim Mi-kyung ashughulikie mwenyewe baada ya kufuta maelezo ya mwenzake. Aliomba radhi na akaondoka ofisini. Usiku huo, dhoruba kuu ilianza na simu ya Kim Mi-kyung ilitoa tahadhari ya dhoruba na kumshtua amelala. Kwa kuwa na wasiwasi kuhusu uharibifu wa jeneza la mti, mara moja alienda kwenye taasisi kutoka dirishani lake. So Baek-ho alimwona akiondoka na, akihofia usalama wake katika hali mbaya ya hewa, alimfuata kwa gari lake. Kim Mi-kyung alikuwa katika taasisi akijaribu kurekebisha leso lililoharibika. Katika dharura, jozi ya mikono yenye nguvu ilinyoshwa kumsaidia kuvuta leso chini. Ilikuwa So Baek-ho akija kumsaidia. Baada ya kumaliza kazi zao, Kim Mi-kyung na Yoon Hae-jin walilowa kabisa, walichukua bafu la moto. Kisha wakala pamoja katika taasisi. Kabla ya hayo, So Baek-ho aliona kwenye kompyuta yake ya nyumbani kuwa mwenza wa kike alikuwa amepeleka ujumbe kwa makosa uliokusudiwa kwake kwa kikundi cha mazungumzo. Alijua Kim Mi-kyung alikuwa amechukua lawama siku hiyo kwa niaba ya mwenzake. Siku inayofuata, mgeni mpya aliwasili kwenye nyumba ya wageni. Rafiki wa karibu wa Kim Mi-kyung na ndugu alimuona mtu akiingia chumba cha So Baek-ho akitumia nambari. Akishuku kuwa mtu huyo alikuwa mpenzi wa So Baek-ho, walimjulisha Kim Mi-kyung. Ingawa alidai kutojali, alihisi wasiwasi. Hasa tangu So Baek-ho alionyesha maslahi kwake akihisi kudanganywa. Yeye na rafiki yake walitazama chumba cha So Baek-ho kwa miwani ya umbali na kumuona mwanamke kitandani mwake, jambo ambalo lilimhuzunisha Kim Mi-kyung. Bila kujua, mwanamke huyo alikuwa rafiki wa utotoni wa So Baek-ho, Yoon Hae-jin, ambaye hakutaka kuwajulisha wazazi wake kuhusu kurudi kwake na alitafuta makazi kwa So Baek-ho. Yoon Hae-jin alimuona Kim Mi-kyung na akamsalimu kwa joto, akionyesha nia yake ya kuja. Hivi karibuni, Yoon Hae-jin alipiga kengele na akawakaribisha kwenye sherehe yake ya kukaribisha. Katika sherehe, So Baek-ho, ambaye kwa kawaida alifuata lishe ya mimea, kwa ajabu alichukua hatua ya kwanza ya kuchoma nyama. Yoon Hae-jin alijivuna kuhusu urafiki wao tangu walikuwa na umri wa miaka 16, jambo ambalo lilimfanya Kim Mi-kyung awe na wivu. Alimkabili So Baek-ho, akimshtaki kwa udanganyifu, akiapa asidanganywe. Baada ya kutoa hasira, alirudi kwenye kiti chake tu ili asikie Yoon Hae-jin akimuuliza So Baek-ho kuhusu mpenzi wake, ambaye alikataa kufichua. Ilikuwa wazi wakati huo kuwa Yoon Hae-jin na So Baek-ho hawakuwa wapenzi, bali marafiki wa utotoni. Kim Mi-kyung alidhani labda So Baek-ho alimpenda, lakini alikataa kama haiwezekani kwa vile hakuna mtu anayeweza kumfukuza mtu anayempenda. Alijizuia kutoka kufikiria zaidi na akaendelea kutafuta kazi. Kwa kutarajia, alipokea barua pepe kutoka kwa timu ya usimamizi wa mradi ya kampuni akimkabidhi kazi. Kuunganisha rejareja na huduma za chakula katika taasisi na makao makuu kila wiki, Kim Mi-kyung aliripoti kwenye makao makuu kwa wakati. Alimuona So Baek-ho akiingia. Alidhani kuwa kiongozi wa timu ya usimamizi wa mradi anaweza kuwa So Baek-ho. Kwa kutarajia, mpenzi wake wa zamani aliingia ifuatayo. Alitangaza kuwa alikuwa kiongozi wa timu ya usimamizi wa mradi. Baada ya mkutano, mpenzi wake wa zamani alimuita Kim Mi-kyung ofisini kwake kwa sababu za kazi. Alikiri kuwa alikuwa ametengeneza uhamishaji wake. Baada ya yote, Kim Mi-kyung alikuwa amefanya kazi katika 100 Tile na taasisi ya utafiti. Alijua makampuni yote mawili vizuri. Kim Mi-kyung angependelea kupata kazi mpya kuliko kukubali upendeleo huu. Mpenzi wake wa zamani alimshtaki kuwa na kiburi kingi. Kwa kujichanganya, alifichua ukweli. Alikuwa amemhamisha kwa huruma. Aliamini maisha yake yalikuwa mabaya kwa sababu yake. Akihisi na hatia, aliamua kumsaidia Kim Mi-kyung. Kim Mi-kyung alihisi kudharauliwa. Alivua saa yake, kisha viatu vyake. Baada ya kuhesabu hadi 10, alimshambulia mpenzi wake wa zamani kwa kiatu. Mpenzi wake wa zamani alikimbia. Wakati huo, simu ilipiga. Katibu aliripoti kuwa So Baek-ho alikuwa anamtafuta. Kim Mi-kyung aliharakisha kuvaa viatu vyake. Akajipanga. So Baek-ho aliingia, alihisi mazingira yasiyokawa ya kawaida. Alimuuliza Kim Mi-kyung kwa nini alikuwa hapo. Kim Mi-kyung alidanganya kuhusu kuwa pale kwa biashara.
Akiondoka makao makuu, Kim Mi-kyung alienda mgahawa anaoijua. Alikutana na So Baek-ho. So Baek-ho alikuwa amekasirika kuwa alikuwa amewasiliana na Park Ki-si. Aliuliza kwa nini hakumripoti mambo ya kazi kwake. Kim Mi-kyung aliona hasira yake, lakini hakuelewa kwa nini. Alieleza kuwa alikuwa tu akijadili mambo ya kampuni na mwenzake, si kumpita. Asiyeweza kuhoji, So Baek-ho aliondoka kwa haraka. Habari za uhamishaji wa Kim Mi-kyung zilihuzunisha wenzake. Kim Mi-kyung alimlaumu So Baek-ho. Alitamani kuwa Mizuka ingekuwa ikimfuatilia So Baek-ho kama alivyosema. So Baek-ho alisikia sauti za kutisha. Akiogopa, alibaki amelala usiku wote. Asubuhi iliyofuata, alimuuliza ndugu yake kama alisikia sauti za ajabu. Kabla ya ndugu yake kujibu, Kim Mi-kyung alimkanyaga mguu. Alidanganya kuwa hawakusikia chochote. Alimtisha kwa makusudi So Baek-ho. Kama angekuwa Mzuka, bila shaka angemfuatilia So Baek-ho. So Baek-ho alikuwa na mashaka. Katika taasisi ya utafiti, alisikia sauti za kulia. Aligundua madoa mekundu kwenye sakafu yakiongoza kwenye mlango. Alifuata mkondo na akashangaa na wanawake wawili mlangoni, akifikiri ameona Mizuka. Alianguka chini. Wanawake walirudi chini. Waliripoti kuwa walikuwa wameingia ofisi ya So Baek-ho siku iliyopita. Walikuwa wamemwaga rangi ya kucha nyekundu kwa bahati mbaya na kuvunja kiti. Wakihofu kugunduliwa na So Baek-ho, walituma wanawake kuchunguza. Bila kujua ukweli, So Baek-ho bado alikuwa ameogopa kazini. Njiani kurudi nyumbani, karatasi ya matangazo ghafla iligonga kingasi cha gari lake. Aliondoa na kuona ilikuwa kuhusu desturi za kuzuia roho mbaya. Siku inayofuata, Kim Mi-kyung na kikundi chake walirudi nyumbani na kupata mganga akifanya desturi mlangoni mwao. So Baek-ho alikuwa akipiga magoti kwa ibada na kuomba sauti za ajabu zisiendelee kumfuatilia. Akitambua shida aliyoleta, Kim Mi-kyung aliungama ukweli haraka. Sauti za ajabu zilikuwa kutoka kwa ndege, zinazojulikana kama ndege wa Mizuka, ambazo huita milimani kila kipindi cha joto. Kim Mi-kyung aliomba radhi. Lakini So Baek-ho alikataa kumsamehe mara moja, akitaka maombi ya mfululizo. Kuonyesha uaminifu wake, Kim Mi-kyung alimpa So Baek-ho tofaa. Kwa kuonyesha kukataa, So Baek-ho alikata tofaa na akarudisha. Bila kukubali kushindwa, Kim Mi-kyung alimwalika kahawa. So Baek-ho alijibu kwa kuleta gari la kahawa, akiwatunza wenzake wote kahawa. Kim Mi-kyung aliosha gari la So Baek-ho, na yeye akaosha lake kwa kurudi, akikataa kukubali ishara zake. Wanaotazama, wakijumuisha rafiki na ndugu yake, hawakuona hili kama mzozo, bali kama maonyesho ya mapenzi. Mahali pengine, Park Ki-si alijua kuwa Yoon Hae-jin alikuwa amekaa kwenye nyumba ya wageni ya ndege, ambapo So Baek-ho naye alikuwa anaishi. Alienda huko na kugonga tu kwa Kim Mi-kyung kujibu mlangoni. Akishangaa kumuona mpenzi wake wa zamani Park Ki-si bila kualikwa, Kim Mi-kyung alimongoza mbali ili kuuliza madhumuni yake. Park Ki-si alificha ukweli kuwa alikuwa amerudi na mke wake wa zamani, na alidanganya kuhusu kuangalia makazi ya So Baek-ho kama msimamizi. Baada ya kuelezea, aliuliza kwa nini Kim Mi-kyung alikuwa pale. Alisema kuwa hiyo ilikuwa nyumba yake na alikuwa na haki kamili ya kuwa pale. Park Ki-si alipatwa na wasiwasi mara moja. Park Ki-si alilalamika kwa mwenzake kuwa Yoon Hae-jin alikuwa akikaa katika nyumba ya wageni ya Kim Mi-kyung, na So Baek-ho naye alikuwa pale pia. Watu watatu aliowachukia zaidi walikuwa wakiishi pamoja. Alikuwa ameazimia kutowaacha wajue uhusiano wao naye. Kim Mi-kyung alirudi kwenye nyumba ya wageni na akasimama nje ya chumba cha So Baek-ho. Akikumbuka wakati mtamu wa usiku uliopita, alijaribu njia mbalimbali za kupata msamaha wa So Baek-ho, lakini yeye alibaki imara. Akiwa amechoka na juhudi za siku, Kim Mi-kyung aliamua kumpigia simu So Baek-ho na kupendekeza mpatanisho, lakini yeye naye alimpigia simu, akisema kuwa ameona kuwa anaonekana hahesi na hakuwa mwenye hasira tena. Hakuhitaji kuendelea na upole wake. Akiwa amepumzika, Kim Mi-kyung alitembelea dirishani kumwangalia So Baek-ho na akamuona akimtazama. Waliangaliana wakiwa wanazungumza simu, na hali ya hewa ikawa ya karibu sana, hasa wakati So Baek-ho alipomwambia lala salama kwa upole na kumfanya moyo wake uwashe. Ili kuficha mshtuko wake, alikata simu haraka. Leo, So Baek-ho alishika mkutano na wafanyakazi wa taasisi kutangaza kuanzishwa kwa aina mpya ya viazi vya Marekani kwa kutengeneza chipsi kuanzia mwaka ujao. Hii ingechukua mahali pa viazi vya Changsheng vya sasa ambavyo walikuwa wametengeneza na kutumia kwa miaka 15. Mkurugenzi alipinga kubadilisha viazi vilivyotumika kwa muda mrefu, kwa hivyo Baek-ho alionyesha faida za viazi vipya na akawasilisha chipsi zilizotengenezwa kutoka kwa aina zote mbili kwa mtihani wa ladha. Kim Mi-kyung alijitolea kuvionja na akayapata mawili yakiwa mazuri sawa ili kuunga mkono matumizi ya chapa ya ndani. Alihurukia kwenye maabara na akaleta aina mpya waliokuwa wakitengeneza, nayo yenye mavuno mengi. Akimuona So Baek-ho ana mashaka, Kim Mi-kyung alimchukua mara moja kwenda kuangalia mashamba. Wakati huo huo taasisini, wenzao waliwaona Kim Mi-kyung na So Baek-ho wamelala motokaa na mikono yao ikaribu kugusana. Hii ilichochea uvumi kuhusu uhusiano wao, hata ikiongoza kwa mijadala kuhusu ustahili wao wa ndoa. Waliamshwa na simu zao zikilia.
Kim Mi-kyung alitoka nje ya gari kuwaona wenzao na mkurugenzi wakijifanya kuwa wanafanya mazoezi ardhini. Park Ki-si kisha alimkaribia So Baek-ho na akamkabidhi funguo, akimwambia kuwa mwenzao wazazi walikuwa na vila ya karibu ambayo angeweza kukaa. Akiwa ameshangaa kwa nini Park Ki-si ghafla alijali makazi yake, So Baek-ho alihisi nia za hila, hasa kutokana na msisitizo wa Park Ki-si juu ya kuhamia. Park Ki-si alidai kusikia kuhusu So Baek-ho na Kim Mi-kyung wakikaribia na kupendekeza kuwa kukaa pale kungeongoza tu katika usumbufu kutoka kwa Kim Mi-kyung. Akifikiri juu ya mtindo wake wa kazi, So Baek-ho alikumbuka kuzima simu yake siku iliyopita ili asimsumbue Kim Mi-kyung aliyekuwa amelala motokaa. Upungufu huu ulimfanya atambue kuwa anahitaji kurudisha udhibiti na kuongeza umbali kati ya moyo wake na Kim Mi-kyung. Kim Mi-kyung, akimwona So Baek-ho kutoka dirishani, alimpigia simu. Aliangalia simu yake lakini hakujibu. Akiwa ameshangaa, alibisha mlango wake kuuliza kwa nini alikataa kupokea simu yake. So Baek-ho, bila kujali, alidanganya kuwa hakuona simu. Kim Mi-kyung, akihisi aibu, bado alipendekeza waende pamoja kwenye mkutano wa makao makuu siku ya kesho. So Baek-ho kwa ubaridi alisema kupendelea kwenda peke yake na akaingia chumbani mwake, akifunga mlango nyuma yake. Yoon Hae-jin, akimwona So Baek-ho akipambana, alimshawishi kufunua anayempenda na akamshauri kuwa upendo unapaswa kuwa wa moja kwa moja, kama taa za barabara, ama simama au endelea bila kutatanisha. Hata hivyo, So Baek-ho alihisi hisia zake zilikuwa kama taa ya njano, ikimwacha hakuna uhakika wa kuendelea au kurudi nyuma katika mkutano wa timu ya mradi siku ya kesho. Kim Mi-kyung hakuweza kujizuia kutazama So Baek-ho kwa macho ya upendo. Hata hivyo, So Baek-ho hakumwangalia kabisa wakati wa mkutano. Wakati wa chakula cha mchana, Kim Mi-kyung alisikia watu wakizungumza juu yake na Park Ki-sae. Wakati huo huo, So Baek-ho alimkaribia. Bila kujali uvumi, Kim Mi-kyung kwa joto alimwalika So Baek-ho akae karibu naye, lakini hakusikiliza na akachagua kukaa mahali pengine. Kim Mi-kyung alihisi aibu na hakuweza kuvumilia uvumi tena. Aliondoka sehemu ya kula bila kula na akaenda mahali pa kimya. Akihisi kuwa ameharibiwa kama alivyokuwa miaka 6 iliyopita wakati alipokabiliwa na kashfa ya umma, machozi yakanyesha kimya machoni mwake. Wakati huo huo, alipokea simu kutoka kwa Park Ki-si. Akiwa amejaa hasira, Kim Mi-kyung alirukia ofisini mwake na akadai kujua kwa nini alikuwa anampigia simu. Park Ki-si aliona kuwa alikuwa amelia na akajaribu kumfariji, lakini alimkataa upatanisho wake kwa baridi. Park Ki-si alimwambia kuwa So Baek-ho alikuwa amewasilisha barua yake ya kujiuzulu, lakini yeye hakuisaini bado, akimtia moyo Kim Mi-kyung asiwe na wasiwasi. Kim Mi-kyung alishangaa. Alikuwa amefikiri kuwa So Baek-ho alikuwa amewasilisha kujiuzulu kwake wiki nyingi zilizopita, si leo tu. Habari hii ilithibitisha uamuzi wa So Baek-ho wa kumwacha, jambo ambalo lilimhuzunisha sana akiwa anarudi nyumbani. Kim Mi-kyung hakuweza kujizuia kutafuta sigara. Alikuwa ameacha kitambo tu alipokuwa akikaribia kuiwasha. Aliona chungu cha maua mlangoni mwa So Baek-ho, hasa aina ile aliyomwambia So Baek-ho anapenda wakati aliuliza. Kim Mi-kyung alibisha mlango wa So Baek-ho, akimkabili juu ya kwa nini alinunua maua hayo na akuhoji tabia yake isiyo ya kawaida kwake, ambayo iliongeza tu huzuni yake. So Baek-ho, baada ya kusikiliza, alimkaribia Kim Mi-kyung. So Baek-ho alionyesha hamu kuu ya kuvunja vizuizi kati yao na kuacha kukandamiza hisia zake. Kim Mi-kyung alipata miwani ya shauku isiyoweza kudhibitiwa machoni mwake, ikisababisha uso wake kuwa mwekundu na moyo wake kupiga haraka. Tu wakati So Baek-ho alipokuwa akikaribia kufanya hatua zaidi, Kim Mi-kyung alipata hofu na akakimbia kando kupunguza hisia zake kali. Alirudi kwa So Baek-ho akitaka kusikia hisia zake kwake. So Baek-ho polepole alishiriki historia yake ya zamani. Aliachiwa na wazazi wake akiwa mtoto na akalelewa katika makazi ya yatima. Mara zote alifuata sheria na kuongeza mazingira hisia zake. Uwepo wa Kim Mi-kyung mara nyingi ulimfanya apoteze utaratibu wake kutokana na upendo usioweza kudhibitiwa, ukimwongoza mbali na utambulisho wake wa kawaida. Kim Mi-kyung kwa hasira alipinga kuwa yeye hakuwa peke yake anayehisi kutokuwa na uhakika. Hakuna msichana wa kawaida atakayempenda mtu aliyetaka kumfukuza. Lakini yeye alikuwa yule asiye wa kawaida ambaye hakuweza kunyanyua hisia zake kwake. So Baek-ho alipokaribia kujibu wakati Kim Mi-kyung alimnyima nafasi, akisema kuwa kwa sasa walikuwa katika uhusiano wa mkuu na msaidizi. Alipendekeza waanze kuwa na mahusiano rasmi baada ya kujiuzulu katika taasisi na alipendekeza wabaki katika uhusiano wa kitaaluma kwa sasa. Wakati waligusana mikono, umeme ulipita kati yao. Wakiingia taasisini, Kim Mi-kyung aliona wenzao wakijifanya kushughulikia kitu fulani kwenye kompyuta. Wakati alijaribu kuchunguza, alizuiliwa. Waziri kisha alimtuma kwa ofisi ya So Baek-ho kujadili uchaguzi wa aina za viazi. Baada ya kuondoka, wenzao wakapumua kwa fahari. Walikuwa wamewaona Kim Mi-kyung na So Baek-ho wamelala motokaa na wakahitimisha kuwa walikuwa wapenzi wa siri, sasa wakijaribu kuhesabu ulinganifu wao wa ndoa mtandaoni, lakini walijua tu tarehe yake ya kuzaliwa, si ya So Baek-ho. Katika ofisi ya So Baek-ho, wawili walijadili juu ya aina za viazi.
Katika hali ya hewa ya mvutano, So Baek-ho ghafla aliuliza kama Kim Mi-kyung alikuwa na hasira naye. Alithibitisha utaalamu wake, lakini aliapa kupata msaada wa kinadharia kumshinda. Alitumia siku kufanya utafiti. Baada ya kazi, So Baek-ho alimkuta bado anafanya kazi ofisini. Wakati aliendelea kujadili juu ya viazi, alipendekeza waende nje kwa chakula cha jioni. Njiani, walijadili tena, na So Baek-ho akasimamisha gari na kuomba radhi kwa upole. Kim Mi-kyung alitoka nje, akikataa kula chakula cha jioni pamoja. Alimfuata haraka na kwa upole akashika mkono wake, akiomba mpatanisho. Hatimaye akiwa ameguswa na upole wake, walitembelea wakishika mikono. Kim Mi-kyung alitaka kumchukua mahali pa kupumzika, bila kujua kuwa rafiki yake wa karibu na kaka yake walikuwa wamefanya uhusiano wao rasmi, na walikuwa wakiwa na mahusiano mazuri pale. Wakiwasikia Kim Mi-kyung na So Baek-ho, rafiki alihurukia kujificha na kaka yake. So Baek-ho, akiuona mvinyo na chakula, alifikiria vibaya kuwa Kim Mi-kyung alikuwa ameviandaa na akahuzunika sana, wakati Kim Mi-kyung alitazama huku na huko akiwa ameshangaa, akitafuta mmiliki wa chakula. Wakati huo, So Baek-ho alipata barua na akafikiria kuwa ilikuwa kutoka kwa Kim Mi-kyung. Hata hivyo, akiifungua, alishangaa sana hata akatoroka kwa hofu. Kim Mi-kyung alichukua barua na akaona kuwa ilikuwa na maudhui ya ushawishi wa kimwili, ikipendekeza usiku wa kuvutia na njia za kutia nuru zisizo sahihi. Alielezea haraka kuwa hakuiandika, lakini So Baek-ho alikuwa ametoweka. Akimwona Kim Mi-kyung akienda, kaka yake akamuuliza kwa udadisi rafiki wa dada yake juu ya maudhui ya barua. Alidai kuwa ilikuwa barua ya upendo kwake, na akamnyongenyezea maneno yake sikioni, ikimwacha ameshangaa. Siku ya kesho kazini, Kim Mi-kyung kwa haraka alimwelezea So Baek-ho kuwa hakuiandika barua. Alikubali kuwa anampenda na baadhi ya mawazo mabaya aliyokuwa nayo, lakini alisisitiza kuwa hangeweza kufikia hatua ya kuandika hayo. Kabla ya kumaliza, walisikia kitu kikinguka. Kiongozi wa timu anayehusika na viazi alitokea kutoka nyuma ya jokofu. Kim Mi-kyung na So Baek-ho walimkaribia kiongozi wa timu na zawadi, wakikana uhusiano wao. Lakini So Baek-ho wazi alikubali kuwa walikuwa wakiwa na mahusiano na akamuomba kiongozi wa timu kuifanya siri. Kwa bahati mbaya, aliwaambia kuwa alikuwa tayari amemwambia wanawake wengine wawili, ikiwabidi kuwahonga hawa wanawake wanyamaze kama So Baek-ho alivyokuwa ndani. Kim Mi-kyung alipokea simu kutoka kwa bosi wake akiuliza kama yeye na So Baek-ho walikuwa wakizungumza juu ya ndoa. Alihurukia nyuma ofisini kuungama, tu akakuta wenzao walikuwa tayari wanajua. Wakijua kuwa uhusiano wao haukuwa siri tena, So Baek-ho kwa ujasiri aliketi kinyume na Kim Mi-kyung wakati wa chakula cha jioni. Wazi alikubali uhusiano wao, na akajibu kwa upendo naye mbele ya kila mtu, bila kujua kuwa mwenzao nje alikuwa akipiga picha, Park Kae-sei akimfuatilia mke wake wa zamani. Alihamishia mwenzao kumsaidia So Baek-ho licha ya upinzani. Mwenzao alimripoti Park Kae-sei kuwa mke wake wa zamani hakuwa hotelini na kuwa So Baek-ho alikuwa akiwa na mahusiano na Kim Mi-kyung. Park Kae-sei alikuwa na mashaka, akijua kuwa So Baek-ho hakupenda wanawake wa kelele kama Kim Mi-kyung, na alikuwa anasadiki hawangeweza kuwa pamoja. Hata hivyo, baada ya kuona picha na kusikia So Baek-ho akikubali uhusiano wao, Park Kae-sei alimpigia simu rais wa kampuni amkumbusha Kim Mi-kyung kutoka miaka 6 iliyopita. Wakati huo huo, kaka wa Kim Mi-kyung, akijua tofauti katika uwezo wao, alikuwa na wasiwasi kuwa So Baek-ho angeweza kumtumia dada yake. Tangu kifo cha mama yao, Kim Mi-kyung alikuwa mhudumu mkuu wa familia. Alimkabili So Baek-ho, ambaye kwa ukuu aliahidi kumlinda wakati wa kutengeneza vinywaji. So Baek-ho alitambua kuwa kaka yake hakuelewa gharama na faida, kwa hivyo aliandaa hesabu ya kina kwake ili kutambua kwa nini hoteli haikuwa na faida. Kaka aligundua kuwa hasara zilikuwa za kimsingi kutokana na Kim Mi-kyung na rafiki yake wakikaa bure, na akawaamuru waanze kulipa kodi na gharama za chakula mwezi ujao. Kim Mi-kyung na rafiki yake walitambua kuwa kaka yake hangeweza kufikiri hayo peke yake. So Baek-ho mwenye akili za kimkakati lazima alikuwa nyuma yake. Kwa kulipiza kisasi, walimfukuza kaka yake na So Baek-ho. Ili kupata msamaha wa Kim Mi-kyung, So Baek-ho alijionyesha na wanyama mafupi mbalimbali aliyowapenda. Bila kujizuia, alichukua wanyama mafupi na So Baek-ho akachukua fursa kuingia na kumbandia ukutani. Mguso wa karibu uliwafanya wote moyo wao uwashe. Kim Mi-kyung alifumba macho kwa mtumaini, lakini So Baek-ho kwa upole alimbusu paji la uso badala yake. Wakati huo, Park Kae-sei alikuwa akiomba kimya akiangalia picha ya Kim Mi-kyung, akitumai kwamba asingeanza uhusiano na So Baek-ho kwa sababu hakujua alichomfanyia So. Kim Mi-kyung alirudi chumbani kwake akakuta ndugu yake na rafiki yake wa karibu wamejificha. Walikuwa wakimfuatilia kwa siri wakati wa mahusiano yake ya karibu na So Baek-ho, wakimchunguza So kutoka dirishani la chumba chake. Kwa bahati mbaya, So Baek-ho alikuwa akibadilisha nguo, na kifua chake cha juu kilidhihirishwa ghafla kwa wote watatu. Ndugu yake aliburuta mapazia haraka ili kumzuia rafiki wa dada yake asione hili, lakini So Baek-ho aliweza kuwaona. Akiwa na aibu, Kim Mi-kyung alimpigia simu So Baek-ho haraka kumwelezea kwamba ilikuwa ni kutoelewana, na hawakukusudia kumwona amevua.
So Baek-ho alijibu kwa utulivu kwamba haikumdhuru kwa sababu Kim angeona hivi karibuni tu. Maneno yake ya utata yalimfanya Kim achanganyikiwe na akajiviringisha kwa msisimko kitandani mwake. Siku iliyofuata, Kim Mi-kyung alikuwa amepanga kwenda kula nje na rafiki yake wa karibu, lakini alibatilisha mwishoni ili kumuona So Baek-ho akitazamia ampikishie. Rafiki yake, akikasirishwa na kubatilishwa, alimkaripia Kim kwa kuwa bila huruma. Ndugu yake, akijaribu kumfurahi rafiki yake, alisimamisha gari kando ya barabara ili ambusu kwa upendo. Hapo ndipo rafiki yake alimuona mpenzi wa zamani wa Kim, Park Kesei, akipita kwa gari kuelekea nyumba ya wageni. Haraka alimtoa ndugu yake nje ya gari, akachukua kiti cha dereva na akarudi haraka nyumba ya wageni. Park alipokuwa akitoka nje ya gari lake, aliogopa kwa sababu ya gari lililokuja kwa kasi na akaanguka. Rafiki yake alimkaripia kwa hasira kwa kuwa bila huruma na kutostahili kumtafuta Kim, akimwonya awe tayari kukabiliana na matokeo kama ataonekana tena. Akishindwa kujibu, Park alimlaumu rafiki yake kwa kuvunjika kwa uhusiano na Kim. Akimwona akikwepa uwajibikaji, rafiki yake, akipuuza maombi ya ndugu yake, alimpigia teke la kuruka, akimfukuza akimkimbiza. Wakati wanapanga kula chakula, Kim Mi-kyung na So Baek-ho walisikia kelele nje na wakaenda kuangalia. Wakimwona Park pale, wote wawili walipiga kelele jina lake. Kim alirudi chumbani kwake, akidhani mara kwa mara kuhusu uhusiano kati ya So Baek-ho na Park, akihisi kwamba kama walikuwa ni wafanyakazi tu, So hangemuita ndugu. Alishuku kulikuwa na uhusiano ambao hakuujua, kwa hivyo Baek-ho alimkabili Park kuhusu sababu ya kumtembelea. Akihisi uchunguzi mkubwa wa Park kwake hivi karibuni, Park alidanganya kwamba uchunguzi wake ulikuwa ili ajue mahali pa Yoon Hae-jin na akamuuliza kwa tahadhari kama So alikuwa anadate Kim. Baada ya kuthibitisha, Park haraka alitumia kazi kama uongo wa kumshauri So dhidi ya mapenzi ya ofisini. Bila kujua nia za kweli za Park, So alimwondoa kwa uongo. So Baek-ho alimpigia simu Kim aje kula chakula, lakini alidanganya kuhusu kuwa na mambo ya kufanya na akakataa mwaliko. Kim alikuwa na shaka kama aangalise uhusiano wake wa zamani na Park kwa So. Rafiki yake wa karibu alimshauri asiongee, akiamini hakuna mtu anataka mpenzi wake ajue mazingira yake ya zamani yasiyofurahisha, wakati ndugu yake alisaidia kuwa mkweli, akifikiri ni bora So asikie kutoka kwa Kim kuliko mtu mwingine. Kim alichagua kuepuka kukutana So kwa sasa, akichagua kuepuka kwa muda katikati ya usiku. Matangazo ya kijiji yalitangaza kwamba ndama wa bibi mkongwe alikuwa amekimbia tena na aliomba wajumba wote wasaidie kumtafuta. Kim Mi-kyung na wengine wawili waliungana haraka na wajumba wakati walikuwa wanakaribia kugawanyika. So Baek-ho alifika akiwa ameandaa kikamilifu. Kim Mi-kyung, akihisi kutokuwa na msaada, alimwambia ilikuwa ni kutafuta ndama tu na maandalizi kama hayo hayakuhitajika. So Baek-ho, akiwa na aibu, alieleza kwamba alikuwa amejifunza kujitunza tangu utotoni na daima alikuwa tayari kikamilifu. Kim Mi-kyung alimwomba msamehe So Baek-ho kwa kukataa kula chakula cha jioni naye mapema. So Baek-ho alikuwa amemwona chumbani mchana huo, lakini hakumfunua uongo wake, akiamini alikuwa na sababu zake. Akiguswa na ufahamu wa So Baek-ho, Kim Mi-kyung alikuwa karibu kufunua uhusiano wake na Park Kisae walipokatiwa na mlio wa ndama. Hata hivyo, kila walipomkaribia, ndama alikimbia. Kwa ujanja, So Baek-ho alitumia chumvi katika mfuko wake wa mgongoni kumvutia ndama nyumbani na akamkabidhi bibi mkongwe. Pia alitia kifuatiliaji shingoni mwa ndama ili amtafute kama angepotea tena kwa uangalifu. Akimwona bibi mkongwe akimkumbatia ndama kwa machozi, Kim Mi-kyung alimwambia So Baek-ho kwamba bibi mkongwe alikuwa na upofu wa akili na daima alimchukulia ndama kama mwanawe. Kwa shukrani za So Baek-ho, waliweza kumsaidia kwa ufanisi. Nyumbani, Kim Mi-kyung alimtafuta rafiki yake wa karibu na ndugu yake. Alisukuma mlango wa chumba cha ndugu yake na akamwona mwanamke kitandani kwake. Kwa uwazi alipowakati, kisha akaonga kwa nguvu mlango wa rafiki yake wa karibu kushiriki habari. Lakini rafiki yake hakuwa chumbani kwake. Bila kutazamia, simu ya rafiki yake ikapiga katika chumba cha ndugu yake, akaingia tena kwa kuburuta. Aliwakamata wakivaa na akashangaa kwake. Rafiki wa karibu na ndugu walikuwa kama familia bila uhusiano wa damu na hakuweza kukubali wadate. Licha ya maelezo yao ya mapenzi ya pamoja, Kim Mi-kyung hakuweza kukubali na akachagua kuondoka nyumbani kwa hasira, akifikiri alienda kwa So Baek-ho. Ndugu yake alileta vitu vyake pale. So Baek-ho, baada ya kusikia hadithi nzima, alimkuta Kim Mi-kyung katika nyumba ya miwani. Aliamini kwa nguvu kwamba rafiki yake na ndugu hawakuweza kuwa na mapenzi ya kweli, lakini wangeweza kuchanganyikiwa kwa sababu walikuwa peke yao na pamoja. So Baek-ho alimsikiliza kwa uvumilivu malalamiko yake, na kisha akasisitiza kwamba hakuweza kulala katika nyumba ya miwani. Alitangaza kwamba wangeondoka nyumbani pamoja. Kim Mi-kyung alimshukuru So Baek-ho kwa kumfariji kama roho ya utamu na upole. Walienda hotelini. Na akifikiri juu ya kinachoweza kutokea baadaye, alijaribu kutuliza moyo wake uliokuwa ukipiga kwa nguvu na akajiandaa kiakili. Akitoka bafuni, aliuliza kwa kusita kama apaswe aoge kwanza. So Baek-ho alimkabidhi taulo, akisema angeweza kufanya chochote alichotaka, lakini alikuwa anaondoka.
Matarajio yake yakavunjika. Kim Mi-kyung alihisi amechezesha na So Baek-ho. Alimtazama machoni na akasema kwa umakini kwamba usiku huo haukuwa wakati mwafaka, kwa sababu akili yake ilikuwa imesumbuka na ndugu yake na rafiki wa karibu. Akielewa kwamba So Baek-ho alikuwa akizingatia hisia zake, alinyoosha mkono na akamkumbatia. Siku iliyofuata, Yoon Hae-jin alichukua hatua ya kumpigia simu Park Ki-si kwa mkutano. Mara walipokutana, alimuomba Park Ki-si mkumbatio. Park alipojibu, alimkumbatia mwenyewe. So Baek-ho na Kim Mi-kyung walikuwa wakiwasili makao makuu kwa mkutano. Mara milango ya lifti ilipofunguka, walimuona Park Ki-si na Yoon Hae-jin wakikumbatiana. So Baek-ho, akishangaa, akamuita Yoon Hae-jin kwa jina. Kim Mi-kyung ghafla alikumbuka mwaliko wa harusi Park Ki-si alikuwa amempa miaka iliyopita. Jina la bibi harusi lilikuwa kweli Yoon Hae-jin. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.